tunafahamu jamani. Haya istoshi, alama ya 5 ya mahizbi talmi'uhum ahla albid'i wathana'u alayhim waddifa'u anhum wa karahiyatu alkalami fihim. Katika alama zao ni kuwanyiritisha, kuwameremetesha, kuwapamba watu wa bid'a na kuwasifia na kuwatetea na hata kuchukia kusemwa. Mtu hapendi mtu huyu wa bid'a asemwe, atamtetea kweli kweli, si bid'a. Kwa katika alama za watu wa mahizbi, ukitaka kumjua huyu ni hizbi, aminyana kumtetea mtu wa bid'a. Ni msipate shida, ukishamuona mtu yuko hivi basi ujue ni mubtadi au hizbi. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أسمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم، inakuwa wajibu kumwadhibu kila mwenye kujinasibisha nao, au dhabba anhum, au mwenye kuwatetea wao watu wa bid'a, au athna alaihim, au akawasifia wao, au adhama kutubahum, au akaviadhimisha vitabu vyao, au urifa bimusaadatihim wa muawanatihim, au akawa anafahamika kwamba anasaidiana nao au kuwasaidia, au kariha alkalama fihim, au mtu akawa anachukia kusemwa vibaya hao watu wa bid'a, au akhadha ya'tadhiru lahum, au akawa anaingia katika kuwapa nyudhuru, wajua mtu huyu wajua. Wa amthalu hadhihi almaadhir, maneno yakiendelea kwa kirefu mpaka sema wa amthalu hadhihi almaadhir allati la yaquluha illa jahilun au munafiqun. Na mfano wa nyudhuru kama hizo, maana kitaja nyudhuru zinazotolewa, asema na mfano wa nyudhuru hizi hazitolewi isipokuwa na mtu jahili au mnafiki. Bal tajibu uqubatu kulli man arafa halahum, bali itakuwa ni wajibu kumwadhibu kila yule ambaye amefahamika, ameijua hali yao, walam yuawin ala alqiyam alayhim, na akawa hatoi msaada wa kuweza kuwarudi watu hao. Ajua kwamba huyu ni mtu kadha, lakini hasaidii kwenye kumrudi mtu huyo. Fa inal qiyam ala haula'i min a'zami alwajibat, kusimama dhidi ya watu hawa ni katika wajibu mkubwa mno. Liannahum afsadu aluqula, kwa sababu watu hawa bid'a wameharibu nini? Akili. Wal adiyana, na wameharibu dini. Wala khalqin min almashaikh wal ulama, kwa makundi makubwa miongoni mwa mashekhe. Pia mashekhe wameharibiwa na watu wa bid'a, na maulama wal muluk na wafalme wal umara na maamiri. Wa hum yas'auna fil ardi fasadan, na wanaeneza katika ardhi ufisadi. Wa yasudduna an sabilillah, na wanawazuia watu kufika kwenye dini ya Mwenyezi Mungu katika njia ya Allah. Fadhararuhum fi dini a'zam, madhara yao katika dini watu sampuli hiyo ni makubwa zaidi, min dharari man yufsidu ala almuslimina dunyahum, kuliko madhara ya wale ambao wanaharibu dunia ya Waislamu. Yani madhara yao ni makubwa zaidi kuliko wale wenye kuuza drugs, kuliko wenye kuuza madawa ya kulevya. Dini waharibu dini za watu. Maneno haya katika Majmuu al-Fatawa, rejeni juzuu ya 2 saifa ya 132. Sasa mimi nataka niwakamate wanawachuoni hao wawili, nitoe mfano. Mwasemaje? Kwa sababu maneno yamekuwa yako mengi, huko mbele kuna wawili wengine watakuja insha Allah. Katika makala hii ukifungua utakuta kuna wawili wametajwa kwa urefu. Sasa nataka nataje wale wawili ambao hatukuwataja hapa. Huko mbele kuna wawili au watatu, Allahu aalam, lakini wako. Sasa nataka nitaje wawili mimi hapa. Mmoja katika hao ni Dr. Yusuf ibn Abdullah al-Qaradawi, mwanachuoni, shekhe, mufakkir ndani ya kundi la Ikhwan Muslimin, al-Muslim Brotherhood, kundi la Ikhwan Muslimin. Huyu bwana ni katika ngazi za juu, ni viongozi, bali ni katika watu wa fikra wa Ikhwan Muslimin, bali ameandika vitabu vingi sana juu ya fikra za Ikhwan al-Muslimin. Kwa mimi nilipovisoma kitabu cha kwanza chake yeye kukisoma mimi cha fikra hii, miaka 10 imeshapita, chaitwa kitabu Awlawiyatul Harakati al-Islamiyya fi al-Marhalati al-Qadima. Maikhwani ukiwaambia hivyo wenyewe wanaelewa. Na ana vitabu vingi na vingine vya fiqh kama fiqh az-zaka, na kingine cha
fiqh vile vile cha masaili ya kisheria, alhalal wal haram. Huweza wakita alhalal wal halal pia sio vibaya, lakini halali tupu mule ndani. Tayib, huyu bwana mpaka sasa yuko hai na ana fatawa nyingi anazozitoa. Sasa mimi nataka niwaulize, Kiislamu asimama shekhi hapa Tanzania, hapa pengine kiongozi wa kanisa kardinali pengine afa, tumuona shekhi huyu kasimama siku hiyo kwenye jukwaa, kama ni uwanja wa Taifa au katokea kwenye runinga, aanza kuelezea shekhi huyu kardinali huyu au padri huyu alikuwa ni mtu mzuri, ni mtu ana mema mengi, mtu alikuwa akisaidia, ni mtu mwenye ikhlasi katika dini yake, ni mtu ambaye apendana na watu, ni mwana wa chuoni mkubwa wa Kikristo, ana elimu nyingi, kwa hiyo amekufa. Tumuomba Mwenyezi Mungu amrehemu padri huyu, Mungu amlipe wema aliyoutenda, Mwenyezi Mungu awekee badali wa Kristo wapate kiongozi mwingine kama huyu ambaye mwenye ikhlasi katika dini yake, katika kutawanya dini yake. Sisi tutamhitaji kiongozi huyu? Mimi ninavyofahamu watu wa Tanzania walivyo na harakati zao, watasema huyu ni kafiri. Laana zitatoka hapo milioni kwa sauti kubwa, na magazeti yataandika Kiislamu vurugu kabisa. Nazungumza uongo? Sasa mbona mwaonea hawa tu? Sasa nataka nasema kwamba alipofariki Pope John Paul wa pili, yani baada wafat albaba Yohana Paul Thani, baba Katoliki, alipofariki Papa John Paul wa pili, alisimama Dr. Yusuf al-Qaradawi na maneno yafuatayo. Maneno haya mimi nina cassette niko nayo, na vile vile nina kitabu. Kuna yani hakucheleweshwa, radi zilitoka kama mvua. Unajua jamaa wa kisalafu walivyokuwa, hawamcheleweshi mtu. Nyinyi mtakaa mtafikiria pengine labda shehe kateleza kidogo, siku nyingi radi kwa cassette. Kwa niko nayo, nimekuja nayo vile vile wakafatu mawafati baba Yohana Thani Paul Thani cha Sheikh Abdul Aziz Rais, na vile vile kitabu ambacho nimekuja nacho pia kinaitwa, nikionyesha jana hapa, Allahu musta'an. Nikipangilia hapa kidogo, Hidayatul Hayara, kitu kama hicho. Mbona nataka kumtetea Qaradawi? Hiki hapa, Tafsirul Hayara bimawaqif al-Qaradawi min al-Yahudi wan-Nasara. Huyo ana kitabu hiki, ni mwanafunzi wa Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadi, akiitwa Sheikh Muhammad bin Abdullah al-Imam, yule mwenye kitabu ambacho kilikuwa kinasoko kipindi cha uchaguzi, ikawa mudiri taasisi ya Ansari ndio akitumia katika kuharamisha mambo ya uchaguzi, na akapata hoja kweli kweli, kwa sababu jamaa si mchezo kwa hoja. Ana hoja mashaallah Sheikh Muhammad Aman al-Imam, Allah mzidishie, na ana vitabu vingi. Sasa yeye ameandika kitabu maalum katika kadhia hizi tu kuhusu Qaradawi. Sasa Qaradawi anasema katika kitabu hiki alivyonukuliwa, na mimi cassette niko nayo na maneno yake nayafahamu kwa sauti, sinaeleweka, azungumza kwa sauti yake, sababu Qaradawi sauti yake inafahamika kwa watu wenye kusoma vitabu vya kwenye kumsikiza Qaradawi. Sasa asema katika kitabu hiki, faqad jarat عادتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة، ونحن اليوم على غير هذه العادة، نتحدث عن علم ولكن ليس من أعلام المسلمين، ولكنه علم أعلام المسيحية، وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني، باب الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. لقد توفي بالأمس، وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا أو من واجبنا
أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم بجمسار أصدقاء لنا لاقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار. نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحب الأعظم الذي يختاره المسيحيون عادة اختيارا حرا. نحن المسلمين نحلم بمثل هذا، أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا، وليس بتعيين من دولة من الدول أو حكومة من الحكومات. لو نقدم عزاءنا في هذا الباب الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له في جمستاري، ربما يعني بعض المسلمين يقول إنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآسي المسلمين كما اعتذر لليهود، وبعضهم يأخذ عليه بعض أشياء، ولكن مواقف الرجل العامة وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه فقد طاف العالم كله وزار بلادا ومنها بلاد المسلمين نفسها أو بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل له في حسناته، مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة، فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام، ووقف ضد الحرب على العراق، ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العازل في الأرض الفلسطينية وأدان اليهود في ذلك، وله مواقف مثل هذه يعني تذكر فتشكر. كياما كنكوجا hapo لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية، كيش سمع وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم، ولأصدقائنا في روما، وأصدقائنا في جمعية سانت تيدو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. haya maneno nimeyatafsiri katika makala namba 8. Kwa hiyo sitawarejea, tafuteni makala namba 8. Tushabainisha kwa sababu. Sasa na maneno haya mimi niko nayo kwa sauti, nadhani kaseti yake pia nimekuja nayo. Kwa sauti ya Qaradawi asema. Msije kusema labda maneno kafaa kubambikiwa. Sasa maana ya maneno haya yote mzunguko asema yote tuliyosoma, waliokuwa wamesoma Kiarabu wanafahamu. Sasa mimi nataka wale wasio ambao hawajui Kiarabu wafahamu hapa. Yani huyu shekhe, huyu kiongozi wa Ikhwani Muslimin ambaye utakuta maikhwani hapa Tanzania wanamuadhimisha sana, na kitabu chake Al-Halal wal Haram wale wenye kuchapisha wanakifanyia masemina, wanawakusanya walimu wa mashule na wanafunzi wanakigawa Al-Halal wal Haram. Chukueni kitabu hiki mkakisomesha, hiki kitabu cha daktari mufakir. Hawamsemi chochote wala hawadharishi watu na fikira zake potofu, kwa sababu ana nyingine kubwa kuliko hizi mtazitaja pia. Sasa mtu huyu ana fikra potofu katika mjitama, fikra ambazo tunasema sisi fikra hizi ni mbaya zaidi kuliko kuuza drugs, kwa sababu zile zinaharibu akili za watu na mwelekeo wa watu. Hii haribu dini. Mtu asema la nastati'u, sisi hatuwezi, hatuna tunachokiweza sisi waislamu cha kuwafanyia ndugu zetu wa Kristo illa an nad'u Allah ta'ala, isipokuwa kumuomba Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, ayarhamahu, amrehemu Papa John Paulo wa pili, wayuthibahu, na Mungu ampe thawabu biqadri ma qaddama min khairi lil-insaniya, kwa kiasi kile alichokitoa katika khairi ya kibinadamu. Ametoa misaada kwenye kanisa, amewasaidia maskini, amefanya hivi wama khalafa min amali salih, na aliyoyawacha katika amali njema za kuwatia waislamu kwenye Ukristo. Kwa sababu Papa John Paulo wa pili anahakikisha katika karari za kanisa Katoliki kwamba mimi nahakikisha mpaka ikifika mwaka 1996 au mpaka mwaka 2000, ile gazeti nisoma mwaka 96. Sasa anasema mpaka ikifika mwaka 2000
nchi au bara la Afrika ni bara la kanisa Katoliki, nitahakikisha hivyo. Na akakusanya mabilioni ya pesa katika mfuko wa Katoliki ili aeneze fikra hizi. Na kweli watu wakaritadi vijijini, watu wasiokuwa na dini wakaingia kwenye Ukristo. Yani watu wakaritadi kwa kasi kubwa zaidi kwa kupitia amali ya kheri aliyoifanya Papa John Paulo wa pili. Kwa Mungu amlipe au na athari njema aliyoiacha. Na sisi tunawapelekea maombolezo yetu, tunawapelekea tazia ndugu zetu wa Kristo dunia nzima, na marafiki zetu waliokuwa kule Vatican Roma, marafiki zetu waliopo Roma. Tunamuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wawekee wa Kristo badali nzuri kuliko huyu papa huyu, awe kwa mwingine anayejudi afanye kazi kweli kweli. Jamaa, kweli mtu kama huyu. Sasa isitoshe hiyo amezungumza maneno makubwa zaidi katika kaseti hiyo hiyo, amenukuliwa umewekwa kwa sauti vile vile, na maneno haya pia aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kwa sababu ilikuwa iko hai. Ulifanyika uchaguzi kule Tel Aviv, wapi, Jerusalem, wenyewe ta Israeli nchi yao, Mayahudi Mazayuni wale. Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen aliulizwa yeye, baada ya kupata uchaguzi, kupita uchaguzi ule, akasimama, kwa sababu alipita Netanyahu kwa asilimia kubwa sana. Benjamin Netanyahu kwa asilimia 90 ngapi ilikuwa? 98. Yeye kwa sababu ni mufti wa kule Qatar, Doha, ana msikiti mkubwa kajengewa. Akapanda juu ya mimbari siku ya Ijumaa. Akasimama katika hotuba yake ya kwanza akazungumza, maana akazungumza kwa jazba kidogo. Kisha katika hotuba ya pili akazungumza, akasema kabla sijamaliza, kabla an uwaddi'a maqami hadha, kabla sijaondoka katika makamu yangu hii sasa, asema akaanza kuhusifia uchaguzi wa Jerusalem ulivyokwenda. Kisha akasema law anna Allah arada nafsahu ala an-nas ma hasala hadhihi an-nisba, law anna Allah nafsuhu arada nafsahu ala an-nas ma hasala hadhihi an-nisba. Maneno yako kwa sauti. Mwenyezi Mungu mwenyewe aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, lau kwamba angekuja akaingia kwenye uchaguzi wa nchi wa huko Jerusalem, nchi ya Israeli, asingepata asilimia hii. Mungu mwenyewe angeingia asingepata asilimia hii. Haya maneno hayazungumzi kwa chuki, kwa sauti tuko nayo. Sheikh Ibn Uthaymeen aliposomea maneno anasema na'udhu billah, na'udhu billah, hadha yajibu alayhi an yatub. Huyu ni wajibu kwake yeye kutubia, wa illa fa huwa murtaddun, na asipotubia atakuwa yeye ni mwenye kuritadi. Li'annahu ja'ala al-makhluqa a'la min al-khaliq, kwa sababu yeye amemfanya mwenye kiumbe ni iko juu zaidi kuliko mwenye kuumba, Mwenyezi Mungu. Fa alayhi an yatub ila Allah, ni wajibu kwake yeye kutubia kwa Mwenyezi Mungu. Fa in taba fallahu yaqbalu anhu dhalika, akitubia Mwenyezi Mungu atamkubalia yeye hilo. Wa illa wajaba ala hukami almuslimin an yadribu unqahu, na asipofanya hivyo ni wajibu kwa watawala wa Kiislamu wamkamate, apigwe shingo yake, yani kwa maana akate kichwa. Si umeelewa? Hiyo ndio hukumu ya wanawachuoni wa sunna juu ya maneno ya shekhe huyu wa wanaharakati. Sasa leo tunasikia kwamba mwanawachuoni mkubwa katika zama hizi, Kardawi, mwanawachuoni mkubwa kabisa, mwanawachuoni mkubwa kabisa katika zama hizi, Dr. Yusuf al-Qaradawi kasema kwamba kujilipua yafaa. Hamjaona mwanawachuoni, hamjaona fikra za kueneza mtu azungumza maneno haya. Sasa ndio maana Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala, kwa sababu wanachuoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul A'raf, na aya al-akhir ameisoma, na aya hii katika suratul A'raf aya ya 175 mpaka 177 anawazungumzia wanawachuoni wa sampuli kama hii. Asema watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin. Wasomee Muhammad juu yao habari za yule ambaye tumempa aya zetu, kwa maana ana ilmu. Mtu amepewa ilmu, yeye mwenyewe akajivua, akajitoa kwenye ilmu ile, akaenda kinyume na ilmu, shetani akamfuatia yeye, akamfanya mtu huyo ni miongoni mwa waliopotea. Mwenyezi Mungu asema wala ushina la rafa'nahu biha,
Sisi tungetaka tungemtukuza tukamnyanyua juu kwa hizi aya za Qur'an na ilmu aliyopewa, walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye mwenyewe ameshategemea akakaa katika ardhi, akaona kwamba hapa ndio washafika, akaanza kutumia aya za Mwenyezi Mungu kimakosa. Mwenyezi Mungu akampigia mfano, asema famathaluhu kamathalil kalbi, mwana wa chuoni wa sampuli hiyo kama mfano wa mbwa. Mtu ambaye anakwenda kinyume. Sasa mimi nataka niseme hivi, hapa Qaradawi kenda sawa sawa na aya za Mwenyezi Mungu zinazosema ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. Amekwenda sawa sawa, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Amekwenda sawa sawa na aya hizi, fansalakha minha, amejitoa katika aya hizi. Sasa ndio Sheikh Mukbil akaandika kitabu kikali sana. Mimi vile kwa naomba angehafifisha, lakini kitabu chake ni kikali sana na mambo aliyofanya mabaya zaidi huyu bwana. Sheikh Mukbil andika kitabu kinaitwa Iskatul Kalbi al-Awi, Yusuf bin Abdullah al-Qaradawi, kumnyamazisha mbwa abwekae. Kuna mmoja asema, akatuma message, wewe wafurahi kuitwa Yusuf al-Qaradawi kuwa mbwa? Mungu ndio anasema maneno haya. Wafuasi wa Ikhwani wakafanya maandamano kule Syria, sijui Jordan, sijui wapi, Misri, Yemen, maandamano. Kwa nini katukana shekhe wetu? Lakini mbona hamsemi haya? Mbona mtahadharishi haya? Shekhe halalisha muziki, wasemaje kuhusu muziki? Shema yake mwandishi wa habari kenda nyumbani kwake amuhoji, asikia muziki wa unguruma tu ndani, taarabu zalia tu. Jamaa akamuuliza, shekhe, kwani wewe una maukifu gani kuhusu muziki? Muziki bwana saa tamfasaha, baadhi ya nyakati nyingine hamna matatizo. Mimi zamani nilikuwa napenda kumsikiliza fulani, nampenda Abdul Wahhab, Muhammad Abdul Wahhab, kuna mwanamuziki tu hivi, nampenda sijui fulani, Kulthum, nyimbo zao. Siku hizi sina wakati wa kukaa kusikiliza. Yani shekhe lasikiza muziki. Sasa wewe fikiri shekhe kama huyu atakuja kusema kwenye kitabu chake kwamba muziki ni haramu, kauhalalisha. Aulizwa siku moja, kuna bwana muziki mmoja kule Europe, nadhani ni UK, alislimu. Sasa amuuliza daktari, mimi kazi yangu ninayopatia kipato changu ni muziki, ndio riziki yangu inapoingia. Sasa nimeslimu, je, niendelee? Anamwambia hakuna ubaya, endelea na kazi yako. Sasa utakwenda kula wapi? Yani kama nikanda Bongomani aendelee na shughuli zake, boziana 50 cent na wengineo waendelee na shughuli zao, sio dhambi. Kuna kijana mmoja yuko Amerika, auza supermarket. Amuuliza, shekhe, mimi nafanya kazi katika supermarket ambayo ndani yake kwauzwa nguruwe, kwauzwa pombe, na mara nyingine mimi nawajibika kwenye kuuza, na sina kazi zaidi ya hiyo, mfanyeje? Ambia uza tu. Wewe uza, hamna matatizo. Hamna matatizo. Hajui kwamba, je, kweli hajui kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam laana Allahu au laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sharibal khamri? Kisha akasemaje? Wahamilaha, vile vile waasiraha, akawataja mpaka vile vile bai'aha, mwenye kuuza hiyo pombe, wa mushtariha, na mwenye kuinunua hiyo pombe. Sasa wewe mwambie mtu auze pombe? Shekhe, mwambie mtu auze pombe? Hao katika wanawachuoni wa Ikhwani Muslimin. Sasa wao ukisimama ukianza kuzungumza fikra zao, kwa sababu lau kwamba wangekuwa wamelala majumbani mwao na watoto wao waangalie ma TV wenyewe wamekaa, hawaelezi fikra zote kwenye nyamaza kimya. Lakini nyinyi si ndio mnaotafsiri vitabu vyao, mkaingiza mashuleni na mkawapa wanafunzi na mkawapa vijana wakaisoma vitabu hivi. Kwa nini sisi tunyamaze? Hal naskut? Sisi tunyamaze? Sasa tukisema mwambie, nyinyi mwatukana wanawachuoni wakubwa. Nyinyi ndio mwatukana wanawachuoni wakubwa, mwaachia hawa wanawachuoni wa bid'a mwawasifu. Na mwingine ni Hasan al-Turabi. Hasan al-Turabi kuna kaseti inaitwa Kashful Lithan an hadim fi hadim at-Turabi musallamat al-Islam, Sheikh Abdul Aziz Rayis. Kaseti hii ni nzuri, amemueleza Turabi vizuri sana. Na vile vile Sheikh Muhammad Hadi katika kaseti yake Al-Bayyinah ala al-Mudda'i amemzungumza vile vile Turabi. Sheikh Muhammad Amani al-Jami katika kaseti yake Ma hakadha ya Sa'du turadu al-Ibilu, pia vile vile amemzungumza Turabi katika mazungumzo yake ujumla. Yeye anakuleta msingi mpya, asema hivi, watu sileta tashaddudi katika dini bwana. Mkristo afaa kuingia kwenye Uislamu
Islamu afaa kuingia kwenye Ukristo. Kwa nini? Umeelewa? Haya maneno Turabi anayazungumza na yameandikwa kwenye gazeti. Yeye ahudhurie mu'tamar ya Wahdatul Adyan, mkutano wa dini, kupeleta dini za mbinguni ziwe pamoja. Ahalalisha Muislamu kumuoa Mkristo, sawa, lakini kinyume chake sema na Mkristo kumuoa mwanamke wa Kiislamu. Yaani wewe mwanamke kama ni Aisha, Fatima, sawa, wale na John na Joseph, kuna ubaya gani? Hizi ni fiqh alizokuja nazo Turabi. Katika hadithi ya Dhubab, yeye anaipinga hadithi hii. Asema hadithi gani hii bwana? Kwamba eti idha waqa adh-dhubabu fi sharabi ahadikum fala asafa liyughammisu, atakapoingia nzi katika kinywaji cha mmoja wenu na mzamishe, kisha na amtoe amtupe, kwa sababu katika ubao wake moja kuna ugonjwa na ubao mwingine kuna shifa. Asema maneno ya mtume mimi hapa, maneno ya mtume mimi natupilia mbali, nachukua maneno ya kafiri. Siwezi kukubali hadithi hii sarahatan. Haya katika Sheikh Abdul Salam As-Suhaimi katika kitabu chake hiki pia ameyataja maneno haya kidogo katika, na vile vile katika kitabu Al-Qutbiyya kama sijasahau. Sasa hawa ndio wana harakati, ndio wana wachuoni wanaoadhimishwa na Ikhwanul Muslimin, na wana fikra. Na baadhi ya watu wa sunna hapa saizi wanakereka. Kwa nini mnawataja wasitajwe? Sasa Ibn Taymiyyah sema wanafaa kuadhibiwa hata sampuli zote, hata wale wenye kuchukia kutajwa na kusema vibaya wanawachuoni wa bid'a. Na hao si katika wanawachuoni wa sunna. Huyu ni Ash'ari Sufi. Kama Qaradhawi ni Ash'ari katika itikadi ya Ash'ari. Ukisoma vitabu vyake utajigundua hilo. Anapiga vita sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anawaita wenye kuweka ndevu na kukata suruali zao kwamba wana liha mushawasha. Yeye na mzake Ghazali, vijindevu vyao vichafu na vijisuruali vyao vifupi fupi. Hao ni qisarul uqul, hawana fiqh, wanatanattu. Sasa mtu kama huyu ni mtu wa sunna? Asema mwenyewe hujua mimi kila mwaka nina sherehe ya kusherehekea kama vile birthday, unajua. Sasa yana sherehe yake mwenyewe, kile kifika muda kila mwaka wanaadhimisha ndoa yake na mkewe, wanasherehekea wenyewe. Shehe azungumza tena bila mambo kama haya. Jamani, tunyamaze. Halafu hapo nyinyi mwatukana wanawachuoni wa sunna, pia tunyamaze, tusiseme? Mna haki ya kusema nyinyi tu peke yenu. Tunasema lazima dawa ya sunna ibainishwe, manhaji ya salafi ibainishwe, wafahamike ni wanawachuoni gani wa kurejea. Tusirudi katika wanawachuoni wanatuambia sisi tuwarehemu makafiri. Hatuwezi kuwarehemu kwa sababu aya za Qur'ani zinakataza hilo. Turudi kwa wanawachuoni wa kisalafi. Sasa nyinyi mwatukana hawa, na ndio alama za mahizbi. Nimeambiwa muda umefika wa maswali, lakini mimi nitaomba kidogo nihame hapa, nimalize hizi dondoo kwa haraka haraka, nisome tu alafu hizo zimekwisha. Naam. Hizi nukta moja tuzimalize kidogo. Ndasoma tu. Katika alama za mahizbu, taklilu min ahamiyati al-ilm ash-shar'i. Ni kupuuzia, kutilia umuhimu elimu za kisheria. Hawafanyi ihtimamu na elimu za kisheria. Wao mfikira tu kwenda mbio na makabrasha, na wala hawataki wafuasi wao wasome. Shapewa idara, basi wewe ni idara peke yake. Kusoma nenda mbio tu hivi. Kikao cha shura, mtu atakulu huwallahu sijui tabbat yada hajaifanya, pengine yasoma kimakosa. Hata tahiyya ukimuuliza tahiyatu hii unayosoma ni ile Ibn Abbas au Ibn Umar bin Khattab au ya Aisha, hajui. Enda mbio miaka 20 huko, enda tu. Nitasherehesha baadaye insha Allah. 7. Insha'u al-jumu'iyat wal mu'assasat al-khairiyyah bismi al-amal al-khairi. Ni kuanzisha jumuiyati, taasisi na miasasa, jumuiya na miasasa ya khairi, bismi al-amal al-khairi, kwa jina la kazi au amal za khairi. Wal gharad minha at-tijara wa jam' al-amwal, lakini lengo ni biashara na kukusanya mali. Chama au jumuiya inakwenda, kumbe watu lengo langu kukusanya mali benki. Kwa hiyo wewe ulipa mshahara 200,000, una gari la milioni 20, milioni 50. Tena na jingine. Wewe kazi yako siku zote uko hapa. Haya, tujalie kwamba umepewa zawadi. Haya tuyaingilie mambo binafsi, lakini tuzungumze kwamba utakuta jumuiya nyingi ndio msingi wake. Na haya sisemi mimi,
nimeweka reference hapo. Sheikh Bakari Abu Zaid katika hukumu al-intimaa asema hivyo, na maneno nimeyanukuu na kitabu kipo. Vile vile katika misingi yao ambayo ni nukta ya mwisho ni at-talbis ala al-amma. Wana tabia kufanya talbisi, kuwa tatiza watu fil masail al-ilmiyah al-manhajiyya, katika masala ya kiilmu na masala ya kimanhaji. Wao utawakuta mtu hizbi anaanza kuwachanganya watu, anakuja kwamba aika muhadhara lazima adabu za khilafu. Kwani sisi na nyinyi tumetofautiana, ni khilafu la khilafu naui au ikhtilafu tadad, tanawu au ni tadad? Tofauti hizi ni tanawu au tadad. Angalia maswahaba, Ibn Abbasi suna nani waliختلفiana, angalia mtume na kisa cha Bani Quraidha, kama vile makhurafi walikuwa wakifanya. Sasa leo tumetofautiana, nyinyi mnasema yafaa, wengine nasema haifai. Kwa nini? Muona njia za talbisi. Sisi hatutofautiana katika masala ya furu'. Sisi tunawauliza nyinyi ambao mmetofautiana katika masala ya furu', masala ya as-sabt na masala ya nini ya ubao, mvita. Kwa nini? Sasa sisi tunatofautiana sisi na nyinyi katika masala ya kiitikadi na manhaji. Masala ya kiitikadi na masala ya manhaji ndio tofauti zetu sisi. Sasa kule mwagombana, lakini kwa hili tusigombane. Kwa nini? Sasa utakuta mtu asimama aanza kutaja khilafu za udhu. Angalia salafu walitofautiana, lakini hawakufarikiana. Kuna maudhui ilikuwa ikitolewa hivi, salafu walitofautiana bwana, kila mmoja akashika rai yake, lakini hawakutalifiana. Kwani walitofautiana akida? Walipotofautiana akida, msikize Ibn Umar, hadithi ya kwanza katika Sahih Muslim. Wale walipokuwa wanapinga qadar, Ibn Umar alipoletwa habari zile akawaambia, kawaambie mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi, ana bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kwa sababu ni tofauti gani? Tofauti ya akida. Kwa hiyo usilete mifano hewa, hii ni talbisi mnayoifanya. Na haya yanafanyika kwa njia, ukiona mtafanya hivi basi ujue hizbi. Hizo ni alama zao, ziko nyingi, sasa nimetaja 8 hapa. Kwa sababu kuna nyingine zetu asiria ziko pia, lakini hapa nimetaja 8 za tosha, za watosha hizi, mtawakuwa mshawatambua. Tutaangalia hali mazingira ilivyo. Ikitokea nyingine tutabainisha kwamba ya 9 ni kadhaa inshallah, mpaka tutafika hata 20. Kwa sababu Sheikh Ali Hassan al-Halabi yeye kataja alama za makhawarij na sururia 19. Kwa akijitokeza na alama nyingine kama ni alama tutaiongeza, alafu tutaja mwanachuoni aliyesema inshallah. Kwa hiyo tutosheke na haya tuliyokuwa tumeyasoma inshallah. Sasa kesho tutakuja kunyambua nyambu viongozi wa Muslim Brotherhood au Ikhwani Muslimin. Kwa nini sisi tunawasema hawa? Kwa nini mwaseme hawa na wakati wanaochuoni hawa pigania dini mpaka wakapa wengine wakanyongwa bwana? Watu na fikra nyinyi bwana. Tuwazungumze kwa uadilifu sasa. Kwa nini sisi tunawasema hawa? Kwa hiyo hivi sasa tutakaribisha maswali yanayofungamana na nukta hizi tulizosoma, na hatutokubali maswali yaliyokuwa nje ya hapa, bali hayo yatakuwa kipindi chake ni maswali ya mseto baada al-asr insha Allah. Na yale mengine ambayo yatajibiwa huko mbeleni yanakuja pia hatutayajibu, tutayasubiri mpaka wakati wake insha Allah. Wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Labda kuanzia kabla ili ipate muda wa kufika kule na kwenda, kuhusu Qaradawi, hakika maneno yake ni mazito na nadhani umeweka sheria na kuna nukta nyingi za hatari, angalau labda nadhani umeziacha kutokana na wakati. Inshallah tuweze labda kama tutapata wakati mwingine tutaeleza. Lakini huyu mtu hakika ana vitabu vingi. Kuna kitabu chake kimoja wengi katika tulabu ilmi wanasema la basa bihi. Sijui wewe kama umekirejea vizuri, kitabu cha fiqh zaka ambacho kina juzu ya kwanza na ya pili. Kidogo naona maulama wengi au maduati wengi wanasema la basa bihi. Unatuambia nini kuhusu kitabu hichi? Mimi binafsi si na hukumu au kutoa hukumu za masala haya wanawachuoni wanaoandika na mufakkirun. Si binafsi. Sisi tunanukulu mara nyingi maneno ya wanawachuoni wetu. Kwa sababu inaambiwa kwamba as-sa'idu man arafa qadra nafsi. Mtu mwema ni yule ambaye amejua kadri ya nafsi yake. Kwa hiyo sisi tunachoangalia tunarudi kwa wanawachuoni wetu. Wasemaje kuhusu vitabu vyao? Mimi sijapata kauli yoyote ya mwanawachuoni wowote kisalaf anatahadharisha juu ya kitabu fiqh zakat. Sijapata kauli yoyote. Wallahu aalam. Sijui kama ikhwa una kauli yoyote juu ya masala haya.
Kwa hiyo mimi nimeshakipitia kitabu hiki siku nyingi kidogo na sifahamu mulahadha wote, sijui wanachuoni wanasemaje, isipokuwa nadhani kule ndani kataja masala ya riba, ndio masala ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen ameandika kitabu maalum niko nacho hapa, kiitwa al-i'lam bi naqli al-halal wal haram. Kule amehalalisha masala fulani ya riba. Haya ndio nadhani masala ambayo wanachuoni wamemkosoa katika kitabu hiki, kama sijasahau. Kitabu ilikuwa niko nacho hapa. Ama mengineyo sifahamu, wallahu a'lam. Maana kuweka ukaribu wa msikiti na msikiti, je, masalafi nao wanaruhusiwa kuweka msikiti karibu na msikiti wa hizbi? Nilitarajia swali hilo na jawabu lake nakumbuka tushie kulijibu wakati tuko kule Mirirani kwamba ni sababu zipi zinazopelekea mpaka watu wakajenga misikiti na wakahama misikiti mingine. Kuna sababu za kisheria au hakuna? Wenzetu sisi tunaona kwamba wametofautiana katika hili, tumeona kwamba wametofautiana kwa ajili ya sababu za kihizbia, za kitaasisi, na si sababu za kiitikadi wala kimanhaji. Kwa hiyo wakaamua kufanya vile kwa sababu za kitaasisi zao, na huu ni hizbia. Sasa huko mathalan Mirirani, walimu walipoona na baadhi ya watu walipoona kwamba haki na usawa huko katika kufuata manhaji ya salafi, wao wakawa wanaizungumza na kuiunga mkono manhaji hii ya salafi salih, dawa salafia. Utaasisi ukatumika sasa, zikatoka barua za kuwasimamisha walimu hawa, na wengine wakiambia bwana simtoke mbele ya misikiti yenu. Na mwisho hata al-akhi Sheikh Nu'man Abu Bilal alipokwenda kule Mirirani kwa ajili ya kuzungumza akazuiliwa. Wengine wakazima taa, akakimbia mtu, akazima taa sio akachoma kitu gani akakimbia nacho. Ile mradi hamtaki na misikiti yenu, na wala hamtaki dawa ya salafi, wala hamtaki kufuata manhaji sahihi ya salafi salih. Alafu hapo matukebei, si mwende mkajenga misikiti yenu. Bila shaka katika hili watu wana haki ya kujenga msikiti popote itakapopatikana ardhi ambayo inasilihi kwamba kupatikana ni wepesi kupatikana ardhi ya kujenga msikiti, muda wa kusima kaburini wala sichooni, basi watu wajenge msikiti. Na kweli msikiti umejengwa na msingi wake ni masala ya manhaji, ni si masala binafsi. Sidhani kama kuna mtu umegombana na mtu binafsi, umegombania shamba au wanadaiana au kiwanja au kitu gani. La, sidhani kama kuna watu wawili waligombana katika suala hilo ikapelekea farka. La, bali ni suala la kufuata manhaji. Hamtaki na msikiti wenu, tutajenga msikiti wetu. Kwa hiyo hili si tatizo kabisa. Na pia tawaambia kabisa, si nyinyi mwatishia watu. Juzi jana kapigwa mtu, kuna mtu Mirirani kapigwa kwa dhulma tu, kwa sababu hawa ni watu wafuja. Sasa mtu huyo amepigwa kwa misingi gani? Kwa misingi ya dhulma. Na ile kufuata mwalimu si mwalimu. Sasa kama mtawapiga watu kwa sababu ya shule yenu, na watu watajenga shule yao, watoto wao tuwapeleka shule nyingine, au watajenga shule yao, alafu nyinyi mwendesha shule yenu muonekane. Kwa sababu wengi katika nyinyi hamlipi kwanza, si mmepewa msaada kwa sababu wewe mudiri kadha, wewe ni mwalimu, kwa hiyo wapewa ofa tu. Wengine walipa hapo wamnyanyasa, wampige. Watu watatoka, watatafuta shule yao, alafu mtaanza kulalamika. Kwa hiyo nasema kwamba tofauti za kimanhaj zitatufanya sisi tofautiane mpaka na familia zetu wakati mwingine. Si hili tu. Kwa nini ujenge uadui katika? Kwa hiyo wale walitofautiana kwa sababu ya uhizbia na utaasisi ambao ulikwenda kupandikizwa kule na sheikh mkuu hapa, mudiri wa habari au mudiri wa dawa Tanzania taifa, kapandikiza chuki ukatokea uhizbia. Kule ni masala ya hujja na dalili. Nyinyi mtukuza hiki, nyinyi mwafanya hivi, nyinyi mwasema hiki, hamtaki sitangaze dawa, kwenda basi, tutaki tuondoka sisi. Kwa hiyo ni haki. Na si huo tutajenga misikiti mingi biidhnillah, na mengi yatafanyika. Nyinyi semeni tu toeni shule, watatolewa. Kweli inshallah. Swali jingine bwana. Au tunaona walibanwa kwa ajili ya kutokueneza manhaji, wakaamua kutoka wakaenda kuanzisha msikiti wao kwa ajili ya kusimamisha dini yao. Sasa kama mtu amebanwa, alienda katika msikiti fulani akataka kupeleka utaasisi wake pale, akabanwa,
akaambiwa hapa hakuna nafasi ya utaasisi, utafuata taratibu hizi, akatoka kajenga pembeni msikiti. Vipi huo msikiti? Sasa si masala ya utaasisi, kama tofauti kusema masala ya utaasisi ndio hizbia tunaozungumza. Zile ni tofauti za manhaj, tofauti za aqida, tofauti katika masala ya dini zinazopelekea mpaka watu kuwa tofauti. Au muwe mmekubaliana kwamba kuna haja ya kujenga msikiti mwingine mahali fulani. Yaani mathalan haina maana kwamba yatakikana katika mji uwe msikiti wa sunna mmoja tu watoto swali hapo. La, kama kuna haja inayopelekea ujenge msikiti mahali fulani basi yafaa, lakini isiwe sababu ni utaasisi. Ikiwa sababu ni utaasisi, huo ndio hizbia tunaozungumza sisi. Lakini kama sababu ni dini, kama sababu ni masala mazima ya aqida na manhaj, pia hiyo ni sababu ya msingi watu waweze kujenga msikiti wao na mahala pao na madrasa zao. Ama sababu binafsi hizi za kikabila au za kitaasisi si sababu za kuwagawanya Waislamu. Kwa msingi wa alwala wal bara na kubaki pale pale katika dini, aqida wal manhaj as-sahih. Salamu. Nasema kwamba natoa kauli ya Ali kwamba la tanaqidu al-imama illa bi bai'ati al-muslimin. Nasema hapa sio Waislamu wote. Na kuna kauli hii nasema al-muslimuna ala shurutihi au al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani. Sasa hapo watasalimika Waislamu baadhi au hata wewe umeelewa kama yeye, kama yeye alivyoelewa, kwa sababu hadithi al-muslimuna ala ma raahu al-muslimuna hasana au al-muslimuna ala shurutihim, mfano wa hadithi al-muslimuna ala shurutihim na al-muslimuna ma raahu al-muslimuna hasanan fahuwa inda Allah hasana, na al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Haya ni matamko tofauti tofauti ambayo kila moja inafahamishwa kwa mujibu wa mahala pake, kwa sababu kitu kikubwa cha kuangalia vile vile katika ibara zinaangaliwa siyaq, context katika maneno, mtiririko wa maneno. Na tayeb, wanawachuoni wanapoeleza, kwa sababu katika ile makala namba 16 tumetaja pale kauli ya Imam Shaukani rahimahullahu ta'ala, ambayo tumeinukuu kutoka kwenye kitabu As-Sailul Jarrar, kauli ambayo inafasiri maneno haya. Bali pia vile vile tumeyataja maneno ya Sheikh Sheikh Bakari Abu Zaid ambaye amesarihi wazi kwamba ni ahlul halli wal aqd wazi. Kwa hiyo ukisema ahlul halli wal aqd si Waislamu wote, kama vile ambavyo katika hadithi inayosema kwamba ma raahu almuslimuna, au maneno ya Ibn Abbas Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliposema ma raahu almuslimuna hasanan, yale walioyaona Waislamu kuwa ni mambo mazuri, fahuwa inda Allah hasan, jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu ni zuri. Sasa neno almuslimun wanawachuoni wanasemaje? Kimrejea Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala alipokuwa akisherehesha hadithi hii, ukirejea kitabu cha Sheikh Ali Hasan al-Halabi kwenye kitabu chake usul al-bid'ah, kitu kama ni usul al-bid'ah, ilmu usul al-bid'ah, Sheikh Ali Hasan al-Halabi akaitaja kauli hii na akaelezea na akataja kauli za wanawachuoni kwamba hapa maraahu almuslimuna, yale walioyaona Waislamu, akasema Waislamu hapa muradi wake ni ijma' au ahlul hal wal aqd, ni ulama, yale mambo ambayo Waislamu kwa ijma' ya maulama wakapitisha jambo hili ni zuri, hili litakuwa zuri mbele ya Mwenyezi Mungu, na si Waislamu wote. Kwa sababu kuna Waislamu wengine wanaona kwamba pombe ni nzuri, kuna baadhi ya Waislamu wana hivi, kuna Waislamu wengine wanaona baadhi ya munkarati kwa mambo mazuri. Kwa hiyo si hoja kwa wao, kwa hiyo hoja ni kwa wanawachuoni. Ama kusema almuslimuna ala shurutihim, hii ni ala umumihi, Waislamu wote, kwa sababu hatujasema kwamba alif na lam ikiingia mahali basi haiya istighraq. La, tutegemea na maelezo yanayotolewa na wanawachuoni juu ya maneno hayo. Na vile vile almuslimu hapa inakusudiwa Muislamu yoyote, kama Muislamu wa kweli, kwa maana kwamba Muislamu kamilul al-islam. Almuslimu man salima almuslimuna biyadihi wa milisanihi wa yadihi. Hii ni hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na muradi ni Muislamu yoyote, kwa maana kwamba Muislamu aliyekamili kuislamu.
aliyetimia katika Uislamu ni yule ambaye ana sifa hizo zilizotajwa. Kwa sisi tunafungika siku zote na ufahamu wa wanawachuoni. Ndio tofauti iliyopo baina dawa salafia na dawa ya kihizbi. Naam. Kuna swali hapa aliyeuliza kidogo ameenda uani. Anasema hivi kuhusu masala ya Mwenyezi Mungu kwenda katika Isra wal Miraj. Kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Isra wal Miraj. Alipofika kule kuna masala yale ya kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema baada ya kurudi masahaba kidogo walitofautiana. Kuna waliosema wamemuona moja kwa moja, kumuona kiuhakika, kuna wengine wakasema hapana amemuona ru'ya tamanamia kwa ndoto. Yani kama inaonekana kama walitofautiana. Sasa swali ni hivi, je, uone hii ni tofauti ya kiakida, ni masala ya akida na wametofautiana? Kwa hiyo hii inathibitisha masahaba walikuwa wanaitilifiana. Tawajibu. Inshallah. Katika swala hili, hizi ni shubahati ambazo zinajaribu watu wanajaribu kuzileta ili litasiliki alwaqi'ihim almukhalif lishari, ili wapate kupitisha na kuthibitisha yale yao waliokuwa nayo ambayo yanatofautiana na kwenda kinyume na sheria. Kwa hiyo wanatoa mifano kama hii ambayo haina nafasi katika masuala mazima tunayozungumza. Kuhusiana na suala la kutofautiana, mfano wanatolea mfano mwingine, kama ikiwa hawa maswahaba hawakutofautiana katika akida, mbona walipigana? Lakini Ali bin Abi Talib mpaka wengine wakafanya hao ni hivi, hao wengine hivi. Vile vile kuna masaili tofauti ambayo yanataja mathalan masala ya Dajjal na mingineyo. Watu walitofautiana kuhusiana yule bwana nani, Sayyad ibn Sayyad. Pia wengine wanasema kwamba yule ndio Dajjal, wengine wanasema hapana, akawashawishi baadhi ya watu. Yani ikawa kuna masala ya khilaf katika masala kama haya. Sisi tunachokisema kwamba masahaba hawakukhalifiana katika masaili ya aqida ambayo wanachuoni au wao au kwa nafsi sahihi ambayo watu wamefikiana juu ya kauli hizo, juu katika kauli ambazo ni mujma alayhi, aqwali ambazo ni mujma alaiha kwa mujibu wa kitabu na sunna, na masahaba wakawa wamefikiana katika hilo. Watu hawakutofautiana juu ya hilo, masahaba hawakutofautiana juu ya mambo haya. Mambo ambayo yanatofautiana ni baadhi ya mambo ambayo tayari nususi zake kuthibiti kwake au kuja kwake zina ihtimalat, tayari zina mitazamo tofauti. Narudia tena, tofauti zilizokuwepo katika masala ya itikadi sio yale ambayo masahaba walifikiwa na nususi za wazi na wao wakawa wamefikiana juu ya masala haya na wengine wakaenda kinyume. La, mengi au masala ya itikadi waliotofautiana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni yale ambazo nususi zake bado zina ihtimalat, zinaitamili hili na hili. Mfano Bibi Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kuhusu hili, yeye akasema, akakanusha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumuona Mwenyezi Mungu, akasema nurun anna raahu, ni anna arahu, yeye ni nuru, yeye ni nuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tamuonaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Na nani mwingine akasema anamuona? Na baadhi ya kauli wanawachuoni wanasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alionekana, lakini kauli hizi ni marjuha kwa ushahidi wa Qur'an na kwa ushahidi wa sunna nyingi zilizokuja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hata muona yoyote kwa macho yake hapa duniani ila baada ya mauti. Kwa hadithi nasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pengine haikumfikia sahaba. Kwa hiyo kuna masala ambayo nasi haikufika kwa baadhi ya masahaba, na masahaba ikawa nasi nyingine walitegemea ni masala ambayo tayari ina khilafu. Mfano, nataka kukupa mfano mimi katika mambo ambayo vile vile yananasibishwa. Ibn Taymiyyah anayanasibisha kwamba masahaba wametofautiana ni suala la fana'un nari, kwamba huu moto huu utafika wakati utazima. Ibn Taymiyyah anasema masahaba wametofautiana katika hili. Kuna ambao na kauli zinazoonekana kwamba moto utatoweka, na ndio maana wakasema wale ambao wenye kauli hii ya kusema kuna fana'un nari hawakufurishi kwa sababu kuna kauli ya salafi.
lakini kauli hii ya Ibn Taymiyyah kunasibisha baadhi ya masahaba kwamba walitofautiana katika hili si sahihi. Naeleweka? Na tuwa mifano juu ya masala ambayo yanaonekana tayari yana khilafu na masala ya kiitikadi. Sasa matatizo yako wapi? Utakuta ni masala ambayo nasusi zake haziko wazi kiasi ambacho haifikii kufanya tabidii wa wengine juu wengine. Lakini suala kama la qadari ni suala liko wazi, ni mujma alayhi kwamba mtu asiamini qadari basi mtu huyo atakuwa anaingia katika kufuru. Hakuna wala sahaba yote aliyepinga suala hili. Walipojitokeza baadhi ya watu sasa kulipinga hili, masahaba wakatabarra nao. Kwa masala ya itikadi, mfano masala ya watu kuwapenda wa ahli sunna na ulama wa ahli sunna ni suala mujma alayhi. Hakuna anayesema kwamba kuna wengine si wajibu kuwapenda ahli sunna. Suala la kuwabughudhi watu wa bid'a ni suala ambalo ni mujma alayhi. Ni wanachuoni wa ahli sunna na masahaba wapatana juu kuwachukia watu wa bid'a. Hakuna la tofautiana katika masahaba. Mtu tulete ikhtilafu tu kwamba jamani suala hili lina ikhtilafu, masahaba wao ikhtilifiana kwamba si watu wa bid'a wote wanaofaa kuwachukia au sitasema ndio kuna tafsiri bwana. Sasa nyinyi leteni ushahidi wa kiilmu, msilete ushahidi wa kudhaisha. Kwa sababu maneno haya yanasema kwa upande wa pili. Ndio maana nikasema namna hii. Simsemi huyu mwenye kuuliza, nazungumza hao wenye kutoa ushahidi huo, si maneno sawa sawa. Sheikh Muhammad Hassan nadhani atakuwa na ziada juu ya swali hili. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Hakuna khilafu iliyotokea ya kiakida baina ya masahaba hata mmoja. Kwa sababu mathalan tukiangalia katika ru'yatullah walosema mtume amemwona Mungu ni masahaba, na aliyesema sikumwona Mungu ni mtume. أي قول يقدم قول المفضول أو الفاضل؟ قول الفاضل. hapa hawapingani. Mtume hapinga Ibn Abbas na Muawiya na wengine hawezi kupingana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. An-nabii huwa al-fadil. Falidhalika sisi tutachukua moja kwa moja kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na masala mingi sana watu wanakwenda wanasema kwamba pana khilafu, hawaelewi kaifa yujma baina hadhihi al-aqwal wa kaifa natasallal min hadha al-khilaf. Tutoke namna gani? Mtume akwambia mimi sikumuona Mola wangu, vipi nitamwona Mungu na ni nuru? Unafahamu? Yeye auliza sema anna arahu, hadithi sahih. Sasa atakujaji Ibn Abbas na mwingine aseme kwa Mungu mtume amemwona Mungu. Wala kama hapa kwamba القول المفضول نريد أن نقدم على الفاضل، فهذا خطأ علمي، هذا خطأ علمي تماما. إني ما قصة كيلين لازم أتربه طالب العلم. مثلا مثال مجينا ونريتميها جماعة سمكم مسألة يا عقيدة كنا اختلافه ni مسألة يا ميزان. مسألة يا ميزان يكون خلاف شك ni ikhtilafu riwayati tu. Kwa mwingine asema ni amali ndio itapimwa, mwingine akwambia la kiwiliwili kitapimwa, mwingine basi ni hilo tu. Sasa wao kwa kuwa wataka kubuni jambo ambalo kwamba wataka kuwafahamisha Waislamu kwamba katika msingi ya dini kuna ikhtilafu, dalili nini? Je, haya mengine ambayo tunaita tandu min babi aula? Hii ni makosa, hii ni fikra ya kihizbiyya. انتبهوا جدا. هذا الجمع خذوا. hakuna mtu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu afikie katika wema atakapofikia atakayekuwa juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuko? Hakuna kwa kauli moja. Je, Ibn Abbas na Muawiya tamkosoaje Mtume? Tuko sawa sawa jamaa sisi? Akili zimelala. كيف القول المفضول يقدم على الفاضل وهو النبي
wa huwa alladhi takallama bilisanihi sharif. Mtume mwenyewe kazungumza kwa ulimi wake tukufu. Nurun anna ara, na hadithi sahih. Hapa para falsafa tu. Hizo falsafa tuwekee kwenye mfuko, tumwache mtume pahali pake sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaykum wallahu a'lam. Ziada kidogo, mara nyingi jazakumullah khair, mara nyingi anapotokezea masala haya katika elimu za hadithi, huwa mara nyingi tunasema kama sahaba anakuwa na kauli kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasema labda mara nyingine kauli haikumfikia ile ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Na hili pia wataka ushahidi wa kwamba kauli hazijawafikia baadhi ya masahaba. Ukitaka kujua ikhtilafu hizi, ukisoma kitabu cha Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Raf'ul Malam an a'immatil a'lam, anavyopa udhuru wanawachuoni kwamba miongoni mwa udhuru ni wanawachuoni kunda kinyume na nusus, ni kwamba zile nusus au mali maandiko hayajawafikia. Kama mfano Ibn Abbas asema katika hadithi hii kwa sahihi katika Sahih Muslim kwamba tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Maimunata, na vile vile katika Sahih Bukhari bila shaka, wa huwa muhrim, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Maimuna na hali ya kuwa mtume bado haiko katika ihram ya hija. Maimuna mwenyewe radhiyallahu anha asema mtume amenioa mimi wakati mtume kashatoka katika hija, na mtume sallallahu alaihi wasallam asema wazi kwamba la yunkihu almuhrim wala yunkah, haoi mwenye kuhirimia wala haozeshi wala haolewi vile vile na wala haozeshi. Kwa hadithi iko wazi. Kiangalia kauli ya Ibn Abbas yapingana na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo hadithi ya na Uthman, na vile vile hadithi ya sahibul qissa au sahibatul qissa mwenyewe ambaye ni Maimuna zawji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa udhuru kwa Ibn Abbas hapa si kwamba afanye khilafu na mtu mwingine au apingana na mtume, ni kwa sababu nasi haijamfikia na ile tukio hakulishuhudia kama lilivyo. Kwa haya maneno yanayozungumza kwamba hapa maswahaba wametofautiana ni kwamba nasi haijamfikia yule, kwa yeye akaona hivyo na ile ijtihadi yake, na hakuna ijtihadi mbele ya nas, na ijtihada inda nas. Kwa hiyo haya wanapozungumza maneno haya wanakusudia kutaka kuleta talbis kwa watu, na hasa wale ambao ni mubtadiuna katika masala ya kiilmu. Kwa hiyo wanafanya talbis. Ndio maana tukasema katika alama za mahizbi, alama ya 8 ni at-talbis ala al-amma, ni kufanya talbisi, kuchanganya watu masala haya kutaka kuleta huku na kuweka mahali ambapo sipake. Wallahu a'lam. Sasa basi maswali mawili tu tuingie ratiba nyingine. Maswali mawili tu. Leo itakuwa moja. Hai. Hivi sana mawili. Sheikh, kuhusu huyu Yusuf al-Qaradawi, Daktari, naam. Huyu inaonekana ameshapinga huyu na ni hizbi, na kuna hama vitabu yake ambayo kama al-halal wal-haram, na mpaka sasa hivi kweli mausali wengi wamepewa vitabu hivi wavifundishe katika shule hizi, na shirika moja ambalo sitaki kutaja jina lake, Ogopa. siogopi, na nikitakiwa kutaja tataja. Aendelea. Na sasa kama huyu ni mhizbi huyu na vitabu vyake ndio hivyo vinafundishwa, rai yako, kwa sababu katika hao wanaofundisha hivi vitabu wanasema katika al-halal wal haram si mambo yote ni mabaya, kuna mambo ambayo ni ya halali yanayotiana na kitabu na sunna ndani ya kitabu hicho. Je, inafaa kufundisha yale ambayo yanafaa kuwafundisha hao wanafunzi, yakaachwa yale ambayo hayafai, au kwa kuwa ni hizbi na kitabu ni hizbi akipali kufundishwa? Bila shaka katika utaratibu wa Sunna wal Jamaa, mfano aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymeen, aulizwa Sheikh, kutokana na hali halisi jinsi ilivyo, unawanasihi nini vijana kusikiliza kaseti za Salman al-Auda na Safarul Hawali? Na katika kaseti zao kuna ya haki na kuna ya batili. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ile haki iliyoko katika kaseti zao ziko kwa wengine, ile haki iliyoko katika kaseti zao ziko kwa wengine. Yani hiyo haki unayotafuta wewe kwenye vitabu hivi vipo kwa wanawachuoni wengine. Kwa hiyo kwa sababu ndio vitabu vyao na katika kaseti zao kuna talbis, asema mimi nawahusia kwamba msisome, msichukue kaseti zao, msisome, msisikilize kaseti zao.
kwa sababu kuna talbis katika kaseti zao. Na sisi tunazifahamu sauti za maulama. Ibn Uthaymeen alhamdulillah na kaseti yake niko nayo, nimesikiza zaidi ya mara moja juu ya swala hili. Msisikize kaseti zao. Na vile vile Dr. Yusuf al-Qaradawi tunasema yale anayozungumza yeye yako kwa wanachuoni kisala, kazungumza kipi cha ajabu zaidi kuleta talbisi mpaka utafutia al-halal wal-haram kimejengwa katika misingi fasida. Vitabu vingapi vya wanachuoni vipo, mbona havitafsiriwi leo ambao kufikia kutafsiriwa tafsiri ya fi dhilal al-Qur'an ambayo ndani yake kama tutakavyoeleza kuna wahdatul wujud. Na ninasikitika juzuu ya 30 nilidhani nimekuja nayo, sikuja nayo ya Kiswahili. Kwa yule aliyokuwa nayo naomba kesho tutakapokuwa tunazungumza masuala haya, kama mtu yuko nayo juzuu ya 30 ambayo imetafsiriwa kwa Kiswahili fi dhilal al-Qur'an ailete. Kuna kitu nataka niwaonyeshe. Kwa hiyo haki iliyopo huku ziko kwa wanachuoni wengine. Kwa nini si tafsiriwe Taysirul Aziz al-Hamid? Kwa nini isitafsiriwe vitabu vingine vya Ahlus Sunna wal Jamaa mpaka watu hawa watukuzwe, waendelezwe na fikra zao potofu zimejaa mule ndani? Tatafuta kitu gani? Kwa hiyo ni kuachana vitabu vyao na kurudi katika vitabu vya wanachuoni wa salaf rahimahumullah wa hafidha ahyaahum. Ziada katika swali hili, kwa yule mwenye kutaka kujua kitabu hichi ni hatari, atafute taaliki ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kuhusu al-halal wal-haram ili akione kitabu kilivyo kibovu. Au kitabu hiki al-i'lam bi naqd al-halal wal-haram cha Sheikh Fawzani, au kitabu al-i'lam bi naqd kitab al-halal wal-haram. Sheikh Fawzani kaandika kitabu maalum hasa. Sheikh Al-Albani yeye kaandika Ghayatul Maram na kikataani kidogo tu. Ama katika masuala ya muziki ambayo Qaradawi amehalalisha, Sheikh Al-Albani kaandika kitabu maalum pia chaitwa Tahrimu Alati At-Tarab. Anampiga radi Ibn Hazm, ampiga radi Muhammad Al-Ghazali, muikhwani rafiki Qaradawi na Qaradawi mwenyewe na muziki yao. Naam, Sheikh mimi nauliza. Dr. Yusuf al-Qaradawi muulizaji wa kwanza anasema kapinda, si kapinda tu. Kutokana na maneno ambayo yanathibiti ni kwamba huyo ni murtad. Sasa alipotaka yeye atubie, je, kuna kauli alionyesha ya kutubia? Wallahu a'lam. Mimi sijawahi kusikia kauli, mimi nasikia kauli zake ambazo ziko kwenye kaseti tu na fatwa za wanawachuoni, kwa sababu Al-Fawzani anasema mwenye kusema maneno haya ni murtad na yajibu alayhi an yatub, ni wajibu kwake yeye kutubia, na asipotubia basi ni wajibu kwa watawala wa Kiislamu wamkamate, waitandike shingo yake kwa upanga, katika kaseti Raf'ul Litham. Sasa wallahu a'lam, mimi sijapata maelezo yote kutoka kwake kwamba yeye alitubia juu ya kauli hizi, kwa sababu yule hajali, hajisemea tu, ana maneno mengi kipuzi, nyinyi mfuatilie tu mambo. Kwa hiyo mimi sijui kauli yoyote juu ya masuala haya, wallahu a'lam. Labda tu inshallah taratibu zetu zitakuwa kama leo, na wale ambao hawajaandikisha majina kwenye daftari wanaomba waandikishe. Labda sikiliza, kuna kauli nyingine iko kwenye internet ni hatari sana. Mwaka jana Qaradawi aliulizwa kuhusu sigara, je, inafunguza au haifunguzi? Amekwenda kijana mmoja anaitwa Chulu Yunus, anamjua, amemaliza mwaka huu mbale, alikuwa computer science, alikuwa anafungua internet akakuta Qaradawi anasema sigara haifunguzi. Na Yunus yuko hapa, nadhani mtamuuliza baadaye. Akaja, sisi tulikuwa katika durusi za Ramadhani ndani ya wanafunzi wetu tunakaa kwa pamoja kwa ajili ya kuelimishana masaili ya saumu. Yule mwanafunzi akaniuliza swali hili, tukalijibu. Baadaye akasema lakini alijibu swali hili kwamba inafunguza, nyewe mnasema haifunguzi, ni daktari. Tukashangaa sana. Huyu mtu ni hatari hakika. Yaani si mtu wa kutegemewa kabisa kifatwa. Na ni aibu talibul ilmi kutegemea fatwa za huyu mtu. Yaani epukeni hasa. Sana labda hiyo fiqh zaka na basa ila ule mlango unaohusiana na riba, lakini masuala mengine huyu mtu anatakikana watu wamkimbie, ni hatari katika hii jamii, kwa sababu sisi tunategemea hizi internet, vitabu vya Kiswahili ndio hivyo vinagawanywa sasa hivi kwa kwenda mbele. Kwa hiyo tutahadhari naye. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.